Zungumza na wenye mpira wao. Mbele yangu hapa nipo na mzee wangu shabiki kinakindaki wa Young Africans. Habari yako? Habari mzuri. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Ndio. Na ameniwezesha kuniamsha siku ya leo. Kuangalia na kutoa mtakabali mzima wa upolwaji wa haki yetu juu ya mchezo wa jana. Mmepolwa haki yenu. Kwanza watazamaji wa 6 Sports wanataka kufahamu tunazungumza na mzee nani? Mimi kwa jina naitwa Hamisi Saidi Bode. Nipo hapa Mwembe Yanga. Ndio. Jambo la kutushangaza wenye mamlaka ya usimamizi wa mpira hawakutumia fair. Wametunyanyapasi sisi washabiki na wanachama vilabu. Kama kulikuwa na sitofahamu yoyote, wao walitakiwa kwanza mapema waje kuchukua mawazo yetu. Sisi ndo watuoji sisi, watu ambaye wafuatiliaji na waingiaji wa mpilani mara kwa mara na tunasafiri na hizi timu. Lakini kitendo wao cha kukaa kwa arrangement wao watu 8 au 6 kusikiliza hoja sehemu moja bila sehemu nyingine na kutoa punishment, kwa kweli ile limetuangusha na limetia aibu sana na limetia huzuni kwenye tasnia ya michezo kwa nchi kubwa kama Tanzania na nchi inaosadikiwa sasa hivi. Ligi yetu ni ligi bora, iko katika falsafa ligi bora Afrika, ligi ya 4 na ligi ya 57 duniani. Kwa kitendo hiki kilichotokea na taasisi za mpira zilizoamua au wanakamati wa ligi, kwa kweli haijapatapo kutokea nchi yoyote yenye taratibu kama hizi au yenye uahirishaji wa mpira kinamna hizi, hasa mechi kubwa kama hii. Wasiangalie Simba, wasiangalie Yanga, waangalie wale watu walosumbuka. Watu wengine wametoka Uganda kuja kuiangalia Simba na Yanga. Simba na Yanga na wachezaji wa kutoka nchi tofauti, na watu wengine wanafuatilia kuangalia wale wachezaji walokuja kucheza kama professional ndani ya nchi hii. Waangalie uwezo wao, waangalie, wengine wanatuma mawakala, wengine wanakuja starehe. Watu kama mimi mzee Hamisi, starehe yangu ni mpira. Kwa hiyo sisi tunavyoenda mpirani, sisi tunaenda moja enjoy yetu. Kwa kile ambacho kimetokea siku ya jana, TFF na bodi ya ligi kwa kuhairisha mchezo, waliweza kufanya busara? Walibalance pande moja na hizi. Kufanya busara. Vipi? Simba walipeleka malalamiko yao, wamezuiliwa kuto kufanya mazoezi. Wengeita management ya vilabu zote mbili saa 4 asubuhi wangefanya kama play meeting match. Vilabu vingekubaliana vyote kwa pamoja na vilabu vingekubali kubeba lawama za hasara, usumbufu. Kuna watu wamelipa mahoteli zaidi ya 400,000, wengine zaidi ya 500,000, mbali ya hiyo tiketi ya 100,000 au 20,000 au 30,000. Lakini kuna lost zingine, watu wameacha mashughuli yao, wameacha familia zao, wametoka mikoani. Mimi na jamaa zangu wametoka Mbeya. Kuna wengine wametoka Kilimanjaro, wengine wametoka hadi Kigoma. Wewe wajua mechi ya Simba na Yanga, watu wengine wanakuja hadi na baskeli kutoka Mtwara huko, kutoka Kigoma kwa ajili ya nini? Shaufu ya kuiona hii mechi. Sasa mtu kama yule kashatabika siku 3 siku 4 mapolini, kakosekana na Simba, manyoka kugongwa, still anakuja hapa tena, ile tarajio lake umelipola, inakuwa out of flow, kinyume cha taratibu za kiaki. Jana tuliwaona Young Africans mliweza kupeleka timu yenu uwanjani licha ya mchezo kuhailishwa. Hii imekaaje kama washabiki wa Yanga? Inasherea kwamba management ya Yanga hawakuwa na taarifa yote juu ya uhailishwaji wa mpira ule. Ndio maana uongozi wa Yanga waliamua kuleta timu. Na kama ilikuwa taarifa zile, viongozi wa vilabu vyote viwili walihusishwa na wakawekwa kwenye kikao na wakakubaliana, si ingekuwa vile Yanga ingekubali kutoa wachezaji wao kuwatoa huko kwenye kempu zao kuwaleta uwanjani. Taarifa kama ndo gani au nani au watu gani au Yanga na kikundi gani cha mungiki cha kuweza kuwaweka watu kwenye ile? Hakuna. Ile tamaduni yetu tumejiwekea watu wa Yanga na Simba standby kabla mechi siku 5 au 6, watu kukaa kuangalia ile namna za uwanja tu. Unaona? Sio kwamba eti mtu anakodiwa, kuna kikundi watu permanent wanafanyishwa training au hivi kama wanavyosikia mungiki Kenya au wapi.
kitu hiko futa kwenye ramani yako, hakuna kitu kama hiko. Kwa kile ambacho kimetokea katika siku ya jana, kuna dosari imeingia katika ligi yetu? Dosari kubwa na haisemeki kubwa. Tufanye nini sasa ili mradi tuweze kuzuia lisije katokea tena kama hivi? Young Africans wamesema wao tayari washamaliza mchezo. Hiyo wao wanaweza kaongea hivyo, lakini si tunaongea kwamba Yanga au Simba. Tuangalie zile wenye mamlaka husika. Wao wameamua kama watu 10 au watu 8 au watu 20. Je, wale watu waliosumbuka wamewataka radhi kinamna gani na wamekubali ridhaa zao? Kwa shauri mtu kashatoka huko Tarime, kashatoka Kilimanjaro, kashatoka zake Mbuguni, kashatoka zake Kisongo, hadi kufika Arusha mjini, hadi kufika huko Dar es Salaam. Mwingine anakuja moja kwa moja anachukua apartment pale, anakodi kwa 3 days au 4 days, analipa labda 500,000 600 kwa ajili ya stare yake tu ye mpira. Angalie Simba na Yanga, unaona? Alafu mtu kama huyo wewe unakuja kumwamulia kisimple tu, mechi imeahirishwa. Is not law. So sheria hiyo sio haki. Mtu unamwamulia hivi tu, hamna bwana mechi, wakati ukuangalia ile usumbufu wake au tabikaji wake. Yule mtu ana familia zake, kazi acha vipi, yeye mwenyewe katoka vipi, safari ni hatua, njiani kakosa vipi na accident. Wewe mtu mmoja au watu 10 mnakaa tu mnaadhimisha mechi bwana, basi hamna. Hiyo bwana imeleta sura mbaya katika transfer ya kimichezo. Kwa mujibu wako wewe, ungependa mchezo siku ya jana ungechezeka? Si ndio umetangazwa mchezo 1 month ago. Mwezi mzima nyuma wanauhamasisha ule mchezo kwenye TV, kwenye masimu, kwenye manini. Kwa hiyo kitu kimehamasishwa mwezi mzima, alafu kinakuja kukatishwa kwa masaa mawili. Hiyo kitu kibaya sana kwa kweli. Farao, mimi naongea kipublicani, siongee kama mimi. Mimi naweza nikasema hizi okay, kwa shauri mimi ni mtu hapa Dar es Salaam. Lakini je, yule mtu alotoka huko nje ya Dar es Salaam, wewe umemchukulia vipi? Utamchukulia vipi yule mtu? Wengine wametoka, nimewasikia hadi wa Kongo. Mimi nakaa leo 4 days nalipa kila siku makuta 70, ina maana 70,000 analipa kila siku kwa hoteli. Nalipa makuta 70 sauce and dish kila siku, sauce and dish. Alafu nakuja Tanzania, nakuta Tanzania iko mbaya. Sasa unaona hiyo inakuwa so it's not law. Mtu anatoka hadi huko Kongo. Yanga Simba ni taasisi kubwa, zina shabiki na wanachama. Yanga alivyoenda kucheza na Mazembe, mwenyekiti wetu na makamu wetu wamefungwa paka matawi huko Lugumbashi. Sasa na wale watu soma wa matawi wenzetu kidogo kiuchumi wako safi, wanakuja wanaifuatilia Yanga, mbali ya kuifuatilia kule Kongo, wanaifuatilia hata hapa mechi kadha wanakuja. Alafu watu kama wale washatoka huko, wamekodi takwa au wamekodi basi gani, mpaka anakuja hapa. Alafu watu kama wale unakuja wao wengine Kiswahili hawajui, tamaduni zetu za Kitanzania zile za undugu nation wao hazijui. Tumalizie sasa, unawaambia nini mamlaka husika? Waangalie vyama vya mpira vingine namna uendeshaji wao, wawe neutral, wasibalance Simba au Yanga. Wao ninachoomba mimi wawe neutral, na wanavotaka kutoa maamuzi sio kama hivi masaa mawili au dakika 40 unatoa maamuzi ya kwa pola kizao watu milioni 40 au 30 au 60 uwanja unaingia, unasitishia kizao kama vile, na kwa unaweza mtu ukasema udikteta. Shukrani sana. Okay, haya sana.